Swala hapa tunazungumzia kwenye ubora wa timu na madhaifu ya timu. Unajua duniani kwenye kila timu yoyote ile, hata iwe na wachezaji wa aina gani, ina ubora wake na ina udhaifu wake. Kwa mfano kwa timu kama Simba ina ubora kwenye kushambulia, lakini ushambuliaji wake ni kwa kutumia mawinga wake wa pembeni wote wa kulia na wa kushoto. Lakini udhaifu wa Simba ni mojawapo udhaifu wa Simba ni kwenye defense yao haija prove kuwa na ubora mkubwa kulinganisha na ule wa Yanga, hususan haoni kiwango cha Lucien De Reuck pamoja na Ismail Toure kwenye eneo la ulinzi la Simba kwamba wamekuwa imara kwa msimu huu. Sasa hapo ndo nakuja kuzungumzia kwamba udhaifu wa Simba kwenye kulinda unakuja sehemu gani. Mfano tunavyozungumzia ile back four, wachezaji wanne wote wa nyuma wa ulinzi wa Simba, wa safu ya ulinzi ya Simba, kuanzia Shomari Kapombe kushoto huku hivi, aidha acheze Mligo au acheze Kibabage, au hapa kwa Ismail Olivier Toure pamoja na Rushen Dereki. Tukizungumzia Kapombe ni mchezaji ambaye yupo vizuri zaidi kwenye kushambulia. Yaani usahihi au accuracy ya Kapombe kubwa ipo kwenye kushambulia. Kwa hiyo kwenye kipengele cha kulinda, kama akikutana na timu inayopeleka force kubwa, mawinga wenye force yameprove kwenye mechi kadhaa kuonekana akifanya makosa ambayo yanajirudia. Ukija kwa beki kati Olivier Toure, so far kwa mechi iliyopita ameprove na ameonyesha vizuri, lakini haina maana kwamba kwa mechi hizi mbili ambazo ameprove tuka conclude kusema kiwango chake ni kikubwa kama cha Rushen Dereki, ambaye yeye tangu amekuja amekuwa na consistency nzuri na imeonyesha kuwa na kiwango kizuri. Kwa hiyo unakuja kugundua kwamba backline ya Simba yenyewe ubora wake umejikita au umelai kwa mtu mmoja ambaye ni Rushen Dereki. Maana kama siku akija kuchuja au asicheze, kutakuwa kuna madhaifu mengi katika backline ya Simba. Ukija hata kwa upande wa kushoto kwa Kibabage ni mzuri kwenye kushambulia kuliko kwenye kulinda. Kwa hivyo backline ya Simba isingeweza kuzuia force ambayo wangekuja nayo Yanga. Kwa hivyo tunasema hata kama wangetangulia au wangeanza Simba kuweza kushikilia mabao yote, ndio kama hivyo imetokea, wameshindwa kulinda. Na hivyo kama wangeanza Yanga kwenye kulinda safu yao ya ulinzi ilikuwa ni nzuri zaidi, wangeweza kuhimili yale mabao yote wakaweza kuyalinda. Basi hata kama Simba wangepata bao moja pekee. Uwepo wa Bakari Nondo Mwamnyeto kama team captain, unadhani Dickson Job angekuwa yuko fiti, unadhani Mwamnyeto angepata nafasi ya kuweza kuanza kwa kikosi cha kwanza? Hapo inategemeana na machaguzi ya mwalimu. Kama mwalimu angekuwa anaenda na game mission ambayo kwa wengi tulikuwa tunaidhania na wao walivyosema kwamba game hii walikuwa wanahitaji ushindi kwa asilimia nyingi zaidi ili wajihakikishie uwezekano wa kuchukua ubingwa, maana yake angewatumia wote watatu, Dickson Job, Ibrahimu Abdullah Baka pamoja na captain Bakari Nondo Mwamnyeto, ili acheze na back 3 afu awekeze nguvu kwenye kiungo cha kati pamoja na ushambuliaji, ili shepu yake, yani mchezo wake acheze kwenye awe bora zaidi kwenye kushambulia kuliko kwenye kujilinda. Unazungumzia kiwango cha Israel Patrick Mwenda kwa hapo jana, na yeye ndo alikuwa chanzo cha Chama kuweza kutoa assist safi kwa Ribase Gwe, Simba anapata bao la kwanza. Bao la kwanza of course limepatikana kwa uzembe wa Israel Mwenda, lakini kwenye condition za mabao kufungwa ni pamoja na hilo, kwa sababu kuna bao linalofungwa kwa ubora wa mchezaji, kuna bao linalofungwa tunasemaga kwa bahati mbaya, mchezaji hakutarajia kufunga afu anafunga. Alafu kuna bao ambalo linafungwa kwa uzembe wa beki au wa mchezaji wa timu pinzani. Kwa hiyo alifanikisha ile dhana ya kimpira kwamba ile bao lifungwe, nitakiwa vitu fulani vitokee, alifanikisha, lakini kwa kiwango chake hatuwezi tukamhukumu kwa kosa au uwezo wa siku moja, kwa sababu ameprove na ameonyesha hata katika kipindi ambacho Yao Kuasi Atoula alikuwa yupo kwenye majeraha, aliweza kucheza na alihimili kwenye mechi kubwa. Kwa hiyo kwa mchezo wa jana mimi siwezi nikamhukumu, lakini katika mchezo wa jana nitakachoweza kusema kwamba hakuwa na uwezo mzuri wa kuweza kuonesha hakuwa na katika hali nzuri, kwa sababu kuna ile tunasemaga attitude ya mchezaji. Kwa attitude aliyokuwa nayo pengine alikuwa kuna vitu havimfanyi awe kwenye ubora wake tuliomzoea, lakini kiwango chake hatuwezi tukakihukumu kwa mechi moja.